Jina langu ni Wangoi Ngireshe, gavana mtarajiwa Kirinyaga County, ambaye nimekuwa uongozini miaka 5 iliyopita, na sasa naja tena kukuomba kiti cha ugavana katika Kirinyaga County, na nakuelezea ni yapi nimekuwa nikifanya miaka 5 ambayo sijakuwa uongozini. Asanti, karibu. Hujambo mtazamaji popote ulipo, ni tumaini langu kwamba ubuheri wa afya. Bila shaka tuko ndani ya Women in Politics TV. Mimi naitwa Edith, na kwenye makala ya wanawake ndani ya siasa leo tunaangazia aliyekuwa kiongozi wa wanawake katika kaunti ya Kirinyaga. Sasa hivi ni mwenyekiti wa Kenya Seed Board ambaye ninawaletea kwenye makala haya. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana. Thank you very much na karibu sana. Hapa ni Simlo Seed Kenya. Na that is where nimekuwa nikiongoza, na ndipo nimekuwa naendelea na ku make sure kwamba Kenya iko food secure. Hapa sasa na deal na maneno ya mambo na food security, na mambo na ku make sure kwamba hata wafanyikazi ambao wako katika where we're doing the seed production wameangaliwa vizuri, na tumeweza kuwafanyia mambo mengi, lakini nitaweza kukuambia within the interview. Wow. Mheshimiwa, unafanya kazi bomba zaidi, and congratulations. Maybe mtu angetaka kujua safari yako ya siasa imekuwaje, ulianzia wapi? Was politics the idea? Thank you very much. Politics actually haikuwa idea yangu. Haikuwa kitu ambayo nilikuwa nimeangalia na nikafikiria kwamba naweza nikawa politician. Lakini tuseme saa ingine huwa like we say kuna zile vipawa ambayo mtu huwa amepewa na Mungu, ambayo right from the beginning ukiwa mtoto, as you grow up unajipata you're very aggressive. You're able kupatia watu leadership, kuwapatia mwelekeo, kuwaonyesha vile watafanya hapa kule shule, kuendelea. Nikawa mama ya watoto wangu, nikawa mama ambaye ni wa kanisa, nikawa nachaguliwa kila wakati kwa wamama, nikawa personally nimekuwa leader even in my own right in my own companies. So leadership just cropped up, na watu wakaona kwamba mimi naweza kuwa kiongozi ambaye anaweza kuwasaidia in their line of interests. Yes. And maybe mheshimiwa, talking of your businesses, you've mentioned your own companies. Umekuwa una balance vipi siasa, familia, biashara? Hiyo ni kitu inaweza kuwa ngumu ukifanya ngumu, lakini ni kitu pia inaweza kuwa rahisi sana ukifanya rahisi, kwa sababu vile tunasema ni kwamba when you take politics ina kama full time job, saa hiyo sasa unaachilia biashara zinaendezwa na wengine ambao wako katika hiyo realm, wanaendelea kufanya kazi, because tena huwezi kuendelea na biashara zako na una mix na leadership, because ile ukiingia for example katika bunge utakuwa wewe mwenyewe ndio unaangalia wale watu wako. Kuna ile mambo unafaa kufanya bunge, zile vitu ambazo you've been entrusted in leadership with by the people, na ni mambo ambayo inakuwa very absorbing, ni mambo ambayo it can make you very busy kama uko serious umeenda kurepresent, na kama umeenda ku make sure umeandika you've been able to do the leadership things that are in parliament. So I think it is very absorbing. Kwa hivyo wakati huo nilikuwa kidogo nimeachia mzee, na watoto wangu wengine wameanza kumaliza mashule, so nawaachia ndio waendeze, na mimi naendeza mahali niko, so that I get better concentration. So when I'm concentrating with kazi kama hapa Kenya Seed, I'm able to do very little, only maybe niko katika angaza, I'm within the advisory area. I only advise
nawaambia hapa mmeenda wrong, you can change, hapa mmeenda wrong, you can change. I am not in the very active leadership because sitaki kuchanganya biashara na biashara ingine. Yes. Wow. And maybe talking of your husband, nimesikia ukimtaja. Tumewaona mkiwa kwa ukaribu sana katika siasa zako. Mnafanya kazi kwa ukaribu, labda siri ni ipi? Maja wengi wanaamini kwamba wanawake wa siasa wako kwenye ndoa ama celebrities, they're not in marriage or they cannot sustain marriages. Tuambie tu siri ni ipi? Ile ambayo nitakwambia ni kwamba wakati niliingia nilijitosa katika siasa. Mzee aliniambia kama uko tayari kuingia hapo, sasa mimi nakupeana kwa wananchi. Tukaenda kwa wananchi wa Kirinyaga, tukawaita na wale wengine ambao walikuwa wamenipropose katika kanisani huko, tukafanyiwa maombi, tukaenda tukawa nimepeanwa kwa wananchi niwafanyie kazi, na kwa hivyo nikawa nimepata ruhusa kutoka kwa familia na kutoka kwa, because even my extended family walikuja pale wakasema kweli watu wa Kirinyaga tumewapatia mtoto wetu, muendelee na yeye. Mzee akasema nimewapatia bibi yangu aje awafanyie kazi, I am giving her a sacrifice, ndio watu wa Kirinyaga waweze kupata smiles na waweze kuwa restored ile shida walikuwa nayo katika leadership ya women rep at that time. Na ndio sasa hata wakati nilikuwa nakuja kuingia katika leadership ya kutaka kuwa gavana, kuomba gavana pale Kirinyaga, it's the same thing. Tulikuja tukawaambia na wakasema kweli tunakuhitaji na tunataka uje ubadilishe hizi nyuso zetu tupate kuwa na smiles tena, tuache kulia sababu mambo ilikuwa imeenda mrama at that time. Sasa wakati huo ndio nikakuja nikaingia kwa king'ang'anyiro, but mambo ikaenda vile ilienda. Lakini at the same time ningependa niseme kwamba mimi ile ambayo huwa naletea wana Kirinyaga, nataka wapate service delivery ambayo itawaambia na ikuwe nimewapatia ile kukua very comfortable na kukua na kusikia kwamba they are felt and they are listened to. Leadership that delivers, leadership ambayo iko na integrity, leadership ambayo si leadership ya kuonea wengine ama leadership ya kuwa kiongozi pale, lakini kuwa servant leader ambaye anaweza kusikiza na kuwafanyia development ambako kama nimefanya promise na make sure kwamba it is delivered. So ile niliingia pale na nikaanza, when I went to bunge na nikapewa hata kiti ya kuwa chair wa KEWOPA, naweza kukuambia bila kuogopa kwamba ukiangalia KEWOPA ya saa hii na ambayo mimi niliongoza iko na difference. Mimi niliweza hata kutafuta pesa kwa United Nations Trust Fund, nikapatia counties kadhaa, zilikuwa pesa ya mentorship programs, ilikuwa pesa ya GBV, kulikuwa na ya anti FGM. Tuliweza kupatiwa na United Nations Trust Fund karibia 1 billion shillings ya Kenya, ambayo iligawanya katika counties ambako kulingana na ile policies ziko sahi. Pesa haipewi wabunge, pesa huwa inapewa directly to the county governments. So several county governments were able to gain. There was a lot of leadership programs ambazo zililetewa wamama kwa sababu I believe in the leadership of women. In fact, ile inanitia I feel very sad. As much as we are coming from a very patriarchal mentality kind of community and culture, I will say nasikia nimeumia wakati mtu anasimama nasema hatutachagua mama, ila yeye mwenyewe ni mama na najua ile kazi mama anafanya. Mwingine ni mwanaume anasema mimi sichagui mwanamke tena, ameoa bibi, ako na mama kwa nyumba, ako na msichana wake adota ambaye angependa pia awe in leadership, ambaye angependa pia awe mtu. Leadership does not only entail kuwa leader wa kisiasa, pia unaweza kuwa leader katika as a CEO katika viwango mbalimbali za departmental or any kind of leadership, you know. Lakini mtu akisema sitaki mama,
huyo mtu anafaa apelekwe one of the two places that nimesikia lately watu wanasema, either unaingia pale Mathare ama unajipeleka mwenyewe, unajipeleka polisi, because when you demean leadership of women or you demean fellow women, it is sad, because a woman, I would say, ako na ile amepewa uongozi mwingine wa aina yake na Mungu, kwamba anabeba kiumbe. Wewe mwenyewe umeletwa hapo mahali upo na mwanamke, umeoa mwanamke. So leadership should be looked at in a way that was brought out in 1984 at the United Nations, uko ambao tunaenda tunasema, when you meet a woman, you're meeting a person who is equal to leadership as you as a man. So ile kusema mwanamke mwanamume cannot lead, it is wrong. No gender should be removed or be told that they are lesser in terms of leadership. God has given us the freedom to choose and freedom to be able to know what is wrong and right. So katika leadership we cannot talk about being a woman. Let's not be gender. Let's not look at genders. Wacha tuseme in leadership we want a leader ambaye anafanya 1, 2, 3 things ambazo tunahitaji, kama either wakaazi, kama ambao tuko katika a certain organization, because even leadership of women in organizations, ende uangalie Barclays Bank ambayo has more leaders. It is doing very well. Look at other areas. Barclays became Absa, you know, and other areas where they've given women leadership. Utapata, they have equally made progress within the organizations ambako wamewekwa ama wamechaguliwa. So niseme, let us not be biased gender wise, let us not be biased tukiongea mambo ya leadership. Wacha tuangalie what does the person bring on the table, analeta nini kwa meza, kama whatever gender ako anaweza kutusaidia. Na ndio hata mimi mara nyingi nashinda nikisema, let us first give leaders an opportunity to speak to us, not to boo them. Let us give leaders an opportunity to help us understand exactly kile wanaleta kwa meza, si gender, si whether trouser ama skirt. What are you bringing on the table as a leader? Hiyo ndio na believe, na ndio umeona my leadership styles are completely different, because I am a leader who moves with the people. I listen to what they want. I listen to their cries. I look at their problems. I am a leader who comes with solutions, not a leader who comes and helps them to cry. Sababu leaders wengi siku hizi ambao wamejitosa kwenye nyang'anyiro na ambao wanaenda kwa ground, wanaenda kusaidia kuambia wananchi, kujeni tukalie, mnisaidie kulia ama tusaidiane kulia, badala ya kulia. Be a solution oriented leader. Njoo uambie wananchi ambacho unaweza waletea, na usikuwe muongo. Okay? Kwa sababu watu wengi, what I've realized is they bring a lot of lies on the table and are not able to bring solutions to the table. So why do I need to be a leader if I'm not bringing solutions? So watu wetu pia waangalie hiyo mambo. Waache skirt na trouser. Waseme kwamba badala ya skirt na trouser, waacha kwanza we see what does this person bring on the table. Look at when we talk about things like education. Nimesikia most of our leaders wameongea sana, na if you listen to the leadership complaining about mambo education, it is true. Hii maneno ya kwenda kuchagua mtu sababu tunasema huyu alikuwa anaendesha punda hapa, tunataka hata yeye aende ajisaidie, but I'm not saying there kuna mwingine pia anaendesha hiyo punda lakini amehitimu. It's a qualified person. If that person qualifies, let them be given your chance ya leadership, because I am actually I hold 2 degrees na ni pia I have a master's na I'm already doing my PhDs. PhD ambayo na
I'm expecting to get to finish by the end of this year, God willing and permit. And kama sitamaliza mwaka huu bado nitaendelea next year niweze kuhitimu, because I believe in starting and finishing something. Nikianza kitu lazima nimalize. So mimi I'm an expert in computer science. I'm also an expert in Bachelor of Commerce, and nimeingia katika upande ya sana sana nimeangazia HR. Na pia on top of that, but I'm also an expert. My master's is in marketing. So pia nimeweza kusaidia Kenya Seed sana na pande ya marketing, na nimeweza kuwasaidia kuwa very visible on the entire region. In the entire region, visibility, we've actually increased our visibility highly within the region, because pia my expertise allows me to do that. And nimeweza hata kuangazia katika our company imekuwa internationally well recognized right now as we speak. I believe that if I came and it was probably a 10% recognition in the world, I could have put it maybe a notch higher by more than 20%. Yeah. Wow. Yeah. Congratulations. Thank you. And maybe kando na wanawake kudhalilishwa na wanaume, wewe kama mama Kirinyaga, yes, changamoto zipi uliweza kupitia kipindi kile ulikuwa kiongozi wa wanawake katika kaunti ya Kirinyaga? Thank you very much. Kwanza hiyo swali na saulingi saa ingine, but ukiulizwa you remember kusaidia watu kuelewa kwamba sana sana sababu sasa ya hiyo patriarchal mentality. Mwanamke unaweza pata amefanyiwa kitu tunaita sexual harassment, ambako unajipata in a position where probably ni wanaume peke yao walikuwa, na sometimes sexual harassment si lazima uniguze ama unifanyie kitu, lakini unaweza kusema kitu ambako kwa akili yangu vile utasema huyu amekasirika kama mwanamke ambaye ako katika ile wakati wake. Sasa unashindwa jamani, au wanaume wanasema huyu mtu anakasirika kama mwanamke yako katika ile wakati wake, ile msimu tunapatanga. Unashindwa, why would they say that na niko hapa? Unajua, personally nasikia hiyo ni sexual harassment and it's a mental harassment kwa mwanamke ambaye anaweza kuwa katika wanaume, ambako I don't want women to take those things rightly. Saa hiyo mmekaa hapo, make sure you make your feelings known kwamba mumenidhulumu kwa kusikia maneno kama hiyo ambayo mnasema, kwa sababu mimi ni mama na ninapata ile wakati, and it is godly and it's a natural thing, so you cannot compare it with another man who does not have it. So hiyo ni mbaya. Na ingine pia unapata watu wanaume ama wanawake wenzako pia, sababu wewe ni mwanamke, wanajua watakuja walete guns waweze kupigana nini. Sasa especially hiyo mambo ya kufanya siasa, ambao kwanza mimi nililetewa guns mara nyingi. Kuna wakati hata ambaye alikuanga gavana wakati huo alisema kwamba mimi nakuja na helikopta na wakojolea. Sasa unashindwa, mwanamke akikojoa akiwa juu, watu wako chini, unataka kusema mtu anaoneshana nini akiwa juu? You understand? Juu mwanamke si kama wanaume, akisema atakojoa vile mwanaume anakojoa. So I felt that was insulting kwa wanawake, ambayo wanawake should rise up in arms and say this is not the kind of leadership we want. Pia kuna wakati mwingine utapata wanawake, mimi sikuwa na shida mingi sana, sababu Mungu akanisaidia kwamba bwana yangu akawa an support, kwa hivyo akaweka some of his finances in supporting me. As much as I have my own, it's not enough. Na hiyo ilikuwa mara ya kwanza, na sana sana unapata hapa Kenya na most of the countries in Africa especially, hautapata wanawake wanakuwa supported by organizations apart from ile Center for Democracy, Multi-Party Democracy, ambayo ilikuwa inasaidia wamama kuwapatia lessons, kuwapatia t-shirts, kuwasaidia na pesa kidogo hapa kueducate masses. Unapata wanawake wengi huwa hawana pesa ya kuingia katika hii, and most of our electorate utapata hata utaelewa pia, umewaita wamefika
wamekusanyika pale ni wengi and ulikuwa unataka kuongelesha kuhusu mambo fulani, lakini ukimaliza wanahitaji pesa kutoka kwako. Wamama wengi na utapata hata youths, they do not have that kind of financial muscle ambayo watatumia pale kufanya siasa. So sometimes I feel they are pushed to the end where that's why unapata wanawake hawawezi kupata viti mingi kama wanaume, sababu mara nyingi wanaume ndio wenye pesa. Sasa mwanamke ataenda kuuza shamba kweli akafanye siasa, ila mwanaume ataenda ushe shamba na afanye siasa, sababu mwanamke mara nyingi in our customs and our culture, wanawake wengi you will not find them wako na mashamba, wako na property. So kama wana property, itakuwa mwanaume ataweza kuuza property yake aende, na bibi hata muuliza because he's the head of the family. So utapata wanawake mara nyingi wako constrained kufanya mambo mingi ambayo ni mambo hiyo ya kufanya siasa. Ingine ambayo naona pia inafanya wanawake wasiingie siasa, there was this belief, kuna norm ambayo has been construed to show that mwanamke akiingia siasa hawezi kumaintain familia. So utapata wanaume wengi wanamwambia, hata uliona kuna mwanaume ambao naheshimu pia katika kanda hizi juu za siasa za wafanyikazi and all, alisema wewe bibi yangu ukiingia siasa wewe upate vitu zako, upaki vitu zako na utoke kwa nyumba yangu. Unapata wanawake wanapewa, unasikia mwanaume anasema maybe there are a lot of meetings wanawake wa siasa wanaenda, saa nyingine unarudi nyumbani very late in the evening, unapata unaambiwa wewe kalale, endo ukalale mahali pengine. Hata there's a time tulikuwa tunasafiri sana, unapata mzee namuona ni kama amekuwa cold kidogo, lakini namwambia unakumbuka wewe ulinipiana, kwa hivyo ushanipeana, tafadhali zoea. Na akaanza kuzoea, sasa ashazoea. So those things unapata they are the ones that make women in leadership, not only in politics. Utapata mara nyingi sana women in leadership wako na a lot of domestic battles, especially if your husband does not understand. Utapata mwanamke ambaye, you can imagine what time banks are closed and she's a leader in a bank. Mwanamume ambaye haelewi, my friend, utapata she's having a lot of trouble having to convince her husband. Most of them unapata unaambiwa you have to leave work, you have to stop working, maybe at a very tender age. You know, at 40 years is when now your akili imefunguka. Yeah, sasa unapata, that's why I had a very serious mentorship programs when I was in Kewopa, and even now I still have mentorship programs where I'm not only mentoring girl child, I'm also mentoring the boy child, because also the boy child needs to understand that once mwanamke ama msichana ambaye ni rafiki yako ameingia kwa leadership, kuna pills fulani, bitter pills fulani ambao utameza na ukubali kwamba she can be late, she can be called to meetings early, very early, anatoka kwa nyumba 5 am, same as you. Vile unaweza hata wewe enda kwa meetings na marafiki zako ukuje late, hata yeye ana marafiki, itabidi anaenda na kutana nao. Pia yeye ako na think tanks, they will go late into meetings in the evening. So itabidi tu uanze kukubali na uanze kuwa mtu ambaye anaweza kufuatilia kuelewa hizo norms. So I have been mentoring boys and girls. I've been mentoring young men and women. I've been mentoring even older women, so that tukiingia kwa leadership wanaanza kuelewa. Ingine ambayo nimejaribu sana kufanya ni hata huko kwa ground, nimeanza kuwaongelesha na waambia kwamba naweza kuja na pesa mingi sana nifanye siasa, but sitaleta maendeleo ambayo niliwaambilia. So also kuna vile unafaa uwe na intelligence. Unaweza kupima mtu, unajua huyu ni muongo ama ni mkweli. Amekuwa kwa leadership, amefikisha hapa. Sasa such kind of mentorship programs ndizo tunapeleka kwa ground, ndio ambazo tunataka vijana wetu hata wenye wako nyumbani waelewe. Juu kuna wengine hapo pia wamebelieve kwamba the only thing I can do ni kwamba nitaka social media, nitusi Wangui Ngireshe, nitusi Nyambura, nitusi fulani, ndio aweze sababu wako katika leadership, nikimtusi atanitumia pesa. Sasa una believe sasa hiyo pesa ndio utasurvive nayo, then you will never grow. You will never grow, because politics pia ni samusimu na zitakuja kuisha.
Ni kama vile tu najina nikiwaambia, even when you elect somebody ambaye hana nyumba huko nyumbani, haishi huko nyumbani, akujangi, does not interact with the people, utajua kwamba huyu mtu unahitaji madafu si maembe. Unajua kuna ile saying ya Waswahili inasema kwamba maembe ni ya msimu, lakini madafu huwa ni ya siku zote. Sasa hiyo it is important kwamba watu wajue maembe ni mgani, madafu ni mgani. Wow. Na labda ukizungumzia swala la guns, kuna seneta mteule kutoka kaunti ya Samburu ambaye ametoa tetesi zake kwenye mitandao kwamba anatumiwa guns na seneta ambaye yuko kwenye kiti. Anaambiwa kwamba hicho kiti asijaribu kusimama, asimame cha kina mama, lakini sio kiti cha wanaume. Sijui unalipi la kuzungumza kuhusu hilo? Ningependa niseme tena, hakuna kiti ya mwanamume, hakuna kiti ya mwanamke, hakuna kiti ya mtu. Kiti yako ni ile iko nyumbani kwako, hiyo ndiyo kiti yako. Kiti ni ya kila mtu ambaye anajitosa katika ulingo wa kisiasa na nakuja kushindania ile uongozi ambayo imewekwa na katiba. So hakuna mtu anafaa, na it's very saddening kwamba mtu anaweza tumia mwingine guns na mtu anaweza kufikiria hata kumaliza mwingine sababu ya kiti. Viti zote ni zetu zote, ambaye anasikia anaweza ongoza katika hiyo ngazi ambayo anasema kwamba hii ngazi nitaweza kunegotiate for our county, inapata more resources. Hii kiti ninaitaka sababu mimi naona I can mentor women and people with disabilities, and I can also mentor people who are less fortunate, and I can be able to bring them progress, na ninaweza nikaja nikawasaidia na zile vitu ndogo ndogo nahitaji, but at the same time teach them kwamba wanaweza jitafutia. Unaenda kiti hiyo. Ingine ni kiti ambayo unasema mimi nitaweza kusaidia watu katika mashule, nitaweza kuandika law kule bunge, nitaweza legislation, nitaweza kufanya oversight, na nitaweza hata kwenda kuangalia make sure kwamba there is representation ya watu wangu. Sasa hayo ndio mambo. Kama mtu ataweza hiyo mambo, kila mtu ajitose, na this gunism ambayo imeanza kukua katika nchi yetu. In fact, it has gotten worse. Kutoka vile ilikuwa mbeleni, sasa it's even worse. Naona mpaka imefika mahali watu wanauana. Mimi naomba wa Kenya, na ninaomba hata wale wanaume, kama wewe unasikia utaweza, take your time, convince the people. Hiyo maneno ya shout each other down, fighting and killing each other, kudungana na kupigana, it is totally wrong, it's out of place. And I know according to the law, kuna zile vipengee ambazo zilitengenezwa kwa IBC ambazo it should be the punishment for people who are caught culpable kwa kufanya ile mambo. Let it be put in actualization. Sababu we cannot only be talking about laws that we put in place but have not been implemented. It is very wrong that we are still talking about goonism, yet it is something that is clearly stipulated in the constitution, in the IBC regulations. So the IBC lazima watoe vichwa vyao nje. They must start now doing the punishment. Waanze kuchukua into realization what has been put in paper, kwamba we are implementing kwamba mtu akifanya hii and you're found culpable, hautasimama. And if they do that to 1, 2, 3 people, I am telling you, hii maneno ya goonism itaisha. Otherwise, unless the government or us people ambao tunaletewa goons, ambao we are in leadership, we are enjoying hii maneno ya goonism, then that means it will never be realized. Let us bring it to realization. Kuna countries mingi sana in the world, I think almost 95% of countries in the world ambao wanafanya mauchaguzi, na utapata kwamba several countries do not have any kind of I lived in Japan at one point, and you will never find watu wakipigana sababu ya mwanasiasa. We cannot allow politicians kutumia vijana wetu, kutumia wamama wetu to become goons
on the ground. Let me tell you, hata mwenye anatumika kwamba once you start a certain character and you're recognized with that character, people will base you and look at you as that character. And if you ukiwa kwa ile character, you might lose a lot. Unaweza kupoteza mambo mingi sana as a human being, even as a father, as even a professional. If you're a professional who is a good, then that character tutakuchukulia nayo, na hiyo ndio itakupeleka mpaka pale kwa mchanga. How long can you be a goon? When you're 60 years, can you be a goon? That is what I keep asking people. When you're 55 years, can you still be a goon? Will you eat goonism? Let us all tufundishe watu wetu to become fishermen who can do their own thing, get their own food from their intellect, get their own food from their hard work, get their own food from sources that are recognizable, that are lawful, and sources ambazo hata wewe mwenyewe you'll be proud of yourself in future. Kusema kwamba mimi niliingia online, nikafanya kazi ya online, si kazi ya kutusi watu. Nikafanya kazi ya online, nikalipwa several dollars, nikaweza kujenga nyumba yangu, nikaweza kununua gari yangu. There is no time goonism will take you to the level that you want to be. Let even the leaders know that yote ambayo unafanyia hapa chini, I promise you it is paid. Inalipwa hapa hapa. Hakuna kulipiwa binguni. Inalipwa hapa hapa, and you'll find yourself in a position where you will wish you did not do what you did to another person. I'm not preaching, I'm just saying it is important right now that even the law starts being serious. Mambo na watu kuwa wanapigwa marisasi. Mambo kuwa at kanisa kuna rushwa grenade, kuna rushwa tear gas. I condemn it in the strongest. Ile threatening each other, your political opponent, threatening each other, that should be taken very seriously, and actually an action should be taken, so that I promise you, if action is taken, 3 people that perpetuate these kind of things, you'll be surprised, my sister, how the change that will happen in the political realm. Utashanga. If only action is taken on 3 people, you don't need 4, 3. Musikie tunga fulani hasimami, fulani hasimami tena. Sasa ukishasikia hivyo, hasimami kwa sababu gani? And even the court has imeongezea, imestamp on that. Besides IBC taking that person, mtu anaenda kotini na koti inaenda inaweka weight, inasema kwamba it was wrong what you did, it's against the law of election, and so you cannot run. Let me tell you, you will see the country will go back to the way it used to be, where people would even line up and elect each other without goonism. Alright, Mheshimiwa, tunaona umetuulia nguo kiti cha ugavana cha Kirinyaga. Labda ni nini unahisi kwamba unaenda kufanya tofauti ambacho labda wengine hawajafanya? What is your vision for Kirinyaga people? My vision for Kirinyaga people is large, and it's still there, it has been there. Na ile ambayo ningetaka niseme ni kwamba watu wa Kirinyaga, service delivery does not end with one leader. Juu ingekuwa inaisha na one leader, ndio hatungekuwa tuna uchaguzi tena. Tungekuwa tunamalizia hapo sababu kila kitu imefanyika. Lakini the world is evolving, and developments are different, and new things are happening every day. So utapata kwamba kama mimi, I'm looking at areas of health, where Kirinyaga, being a very large county, has Mwea constituency ambayo iko na sub county 2 na iko na karibu 50% of the total number of voters. I would say probably 40% of total number of voters of Kirinyaga County. Hapo we need a level 6 hospital. We need a cancer center.
because we realize, according to statistics, the most highly affected people are people in areas where they do French beans, they do tomatoes, and also they do a lot of farming ya vitu aina mbalimbali, and Mwea are very hardworking people. Na kwamba there has been a lot of cases of cancer in Mwea, where I am also a victim of cancer, where my both parents died from cancer. So I believe there's a lot that remains to be done for the people of Mwea when it comes to health, but also across the county also, Gishogo, Ndia, and all other areas, we need to enhance our health dispensation. Ambako, as much as we have the SHA and all, we can make sure that our people are also helped. We have a program ambayo inasaidia wale they are less fortunate and they are not able to pay for their hospital bills. So I can be able to bring a program where I can be able to help them cater for the health bills and make sure that kuna medication, all the machines that are needed are available, the workmanship, the human resource is enough katika county yetu in terms of health sector. Ile sekta ingine ambayo Kirinyaga inahitaji pia kuangaliwa kwa makini sana is the agriculture sector. And I thank God for having gone to Kenya Seed Company, because from Kenya Seed I have learned a lot. I am coming with serious experience na mambo mbalimbali kuhusu ukulima na kuhusu agriculture sector. So I know I will improve agriculture sector very extensively. I will make sure that we get jobs for the youth who have done agriculture by making them extension officers and making sure that our farmers are very well taken care of. We have rice there. We are blessed in, I think Kirinyaga should be the proverbial Canaan, because pale Kirinyaga we have tea, we have coffee. So we have highlands and we have lowlands and plains. And we are able to grow coffee, tea, rice, which none other county can do that. And then we are also able to do horticultural, a lot of horticultural agriculture is done there. And there are a lot of the SMEs there who are agri businesses that are coming up. And I intend to help the businesses by way of helping them bring investors. I can bring investors. I can be able to bring them different kinds of new technologies. I am one of the people that believe in value addition of our products. So I am in there to make sure that our people gain in a serious way. Another area, apart from that, even trade, to enhancing trade in Kirinyaga, those are things that are very dear to my heart. Again, we have the matters of sports. Kirinyaga, we are blessed because in Mwea we have metropolitan, so utapata people from all over walks of life in Kenya, in Mwea. And in Kirinyaga at large. So how watu tutasaidiana namna gani? Wale watu nitaweza ku make sure kwamba our young talents are properly nurtured. Our sports, the area of sports in Kirinyaga has not truly opened up. I would open it up. I have a lot of ideas in that area. Also, I'm thinking about tourism. In Kirinyaga, you'll be surprised. There's bird watching that's done twice a year. And lately, it has really gone down. And those birds, they come from very far, from the Europes. From Europe they come from Europe, and they come to South Ngariama, somewhere around there. That bird watching, it's a tourist activity that can be carried out and enlarged. We have areas that we can go see animals. Tunaenda tunaona wanyama pale. Tuko na several forests. Tuko na Jokeini forest, tuko na Pandei ya Kangaita, we are very close to Mount Kenya forest. We have a lot of forests in Kirinyaga, so we can be able to bring tourists there. We have tourists can also come to agricultural tourists. We can have agricultural tourists coming to Kirinyaga. So we can be able to do a lot of things, diverse things in Kirinyaga to improve
the income of our people, and also to improve the infrastructure of Kirinyaga, to improve a lot of things that have happened naturally, but normally, but also we can also give it a better, we can give it a push to make it actually better and more interesting, so we can make our county better. It's a county that is blessed, so we can be able to bring out the blessings of Kirinyaga County and make sure that service delivery for our people, make sure that there is the need, there is the will to bring the service to the people and to work for the people. The will is there. So I am only waiting to be given a green light by the people of Kirinyaga. Lucky enough, our governor is not running again. So now we are going to be on virgin land. So a lot of us will be there, but we are all now running with no, what do I call it, with no extra advantage. You know, when you're on the seat, you have the advantage of the structures. But now all of us are running from a point of freshmanship. Yeah. Wow. Na labda wewe kama mwenyekiti wa Kenya Seed Board, kuna kipindi hapo awali wakulima walikuwa wanalalamika of getting fake seeds, fake fertilizers, labda unalipi la kusema kuhusu hilo? Thank you very much. Kwanza hiyo swali hakuna wakati nimewahi kaa chini kufanywa interview na hii kuja. Na ni vizuri sana kwamba wakati tulikuja identify zile loopholes ambazo zinafanya watu wafanye fake seed. Number one, fake seed inafanyika kwa sababu ya lack, demand is low. The demand is very high, but the supply is very low. If you know in our economic law of demand and supply, if the demand is high and if the demand is high and the production, the supply is low, what happens? People will try to fill in that gap with fake seed. Mtu ataenda aone sasa vile nimepata kidogo hivi, nitaenda sokoni niende nipake zingine nizipake rangi na watu watanunua tu kwa sababu ile wanataka certified seed. So number one, tukakaa chini na multi agencies ambazo ni KEPHIS and everybody, the stakeholders within the agriculture area, agriculture business, agribusiness. So tukakaa chini na tukakubaliana kwamba number one, we have to have a way out ambako farmers can be able to identify fake seed from original seed. So ndio tukakuja na ile stamp ambayo inatengenezwa na KEPHIS peke yake, ambao ndio wanaenda wana activate peke yake. So ile seed ambayo iko Kenya Seed, kabla KEPHIS wakuja wapime, they make sure the seed is okay across board, even wale ambao ni wale wengine ambao ni competitors wa Kenya Seed. Inaenda inafanyiwa utafiti ambao inafaa, wana make sure kwamba ile seed iko sawa. Sasa ikiwa sawa, ndio mnaweza kupata zile stamps ambazo ni za free message, ambayo farmer akishika packet anagwara, anatuma message, ambayo akishatuma message inarudi. Isiporudi unajua ile kitu ni fake, lakini inaporudi inakwambia hii seed iko sawa, unaweza endelea. That is one of the things that we came up with. Secondly, kama Kenya Seed sasa tukakaa chini na stakeholders tena, tukasema sasa because tuna produce 18 million kilos per year, inafanya wakati kuna kiangazi on the southern part of the Africa, southern side of Africa, South African countries like Zambia ambazo zinafanya a lot of seed growing for our competitors, the other companies, I will not say names. Hizo companies wanafanyia South Africa, most of them, ama Zambia, ama coming up that way. Wakati kuna kiangazi huko and the production is low, we only left with Kenya Seed to provide. We have about 200 companies ambao are seed producers. Sasa unapata Kenya Seed, sisi ndio tuko na ile big chunk ya kuprovide for Kenyans. Sasa unapata kumbe tumetoa 18 million kilos na wa Kenya saa hii tukiongea wanahitaji like 70 million kilos. So tukasema sasa wacha tuongeze ukulima wetu
na tuongeze the number of farming the farming area that we've been doing. Kutoka wakati niingia hapa tulikuwa na 18 million, tukaingia tukafanya 28 million, na if you realize last year there was not much. Last year but one there was fake seed when I came in. Then after I came in, the 28 million that we did really provided for a big chunk of production. Sasa ukapata ilikuwa kidogo the fake seed. Sasa this year I can promise you there won't be any fake seed, because sasa tumeproduce enough for Kenyans. In fact tunasema sasa we are exporting, tunaipeleka nje sababu we've overproduced, because wale wengine pia wako na ile percentage yao chunk ambayo wanauzia wa Kenya. Unajua kuna Mkenya atasema staki hii ya Kenya seed, atachukua ingine. So sisi tumeprovide ya kutosha. So this year I can promise you there won't be much, hakutakuwa na mingi sana ambayo itafanyika katika pande ya kusema kuna fake seed. So we increased so that the supply is high enough so that demand will be fed, itakuwa satisfied by the supply ambayo sisi tutaweza kusupply. Ukiangazia pande ya Simlo ambayo sana sana wanafanya mambo ya vegetables, we have actually made sure kwamba hiyo fakes are not available, sababu we supply enough to the people ambao wanafanya vegetables. So I would say kongole kwa wale wanafanya vegetables. The only thing is we need to advise our people, tuwaongeleshe kwa sababu ya kutumia zile dawa ambazo si mzuri, ambazo zinaweza kuharibu the health, zinaweza affect the health of our people. Sababu kuna dawa zile ambazo zimekatazwa na the wale ambao watafiti ambao wale wanaangalia ile pande agency ya kuangalia madawa. Kuna zile madawa wamekataa, lakini nasikia zinauzwa manyumbani huku chini ya meza na chini ya vitanda huko. So naomba Wakenya pia wawache kutumia hizo. Yes. Alright, maybe tunapomalizia mheshimiwa, ningependa tu uguzie mambo yanayoendelea hivi sasa nchini Kenya. Tumeona juzi mwanafunzi anatoka Kirinyaga anatumwa Mombasa in a day school. Na pia tunaona wamama kwenye hospitali wanafariki wakati wanajifungua, SHA haifanyi kazi. Sijui una lipi la kusema? Actually mimi ninasema, like I said earlier, we are in a growing country. We are a third world country. Na mambo kama hii ni mambo ambayo inapatikana, but also serikali inafaa kuwa inaonekana ambayo kama inachukulia very seriously mambo kama hayo ambayo ni kia kuangalia hospitali na wamama. And precisely ningeomba kwamba isiwe tu ni kwa maneno peke yake, lakini iwe it's actionable things ambayo tukiambiwa kwamba Linda Mama imerudi, wafikirie vile wanaweza kufanya kwamba ikuwe separated na isha, ndio iwe inaangalia wamama, because mortality death, hii maneno ya watoto na wamama kukufa wakati wa at birth, ni mambo ambayo ilikuwa imeangaliwa sana na ilikuwa imekuwa taken care of, na watu walikuwa wanaenda hospitali kupata watoto, na watu walikuwa wameanza kuwa very specific about kulipia hii Linda Mama. So let it be separated, because hata hizi insurance zingine huwa zimeseparate. Na unajua mambo ya kuwa na mimba na kwenda kuzaa ni mambo ambayo mtu anaweza kujipanga. So if they separated, wakiseparate vizuri na watu onyeshe this is a separation ambayo sisi tutaweza kulipa hii, na tusiambie Wakenya uongo. Tunawaambia kwamba sisi katika SHA, hii Linda Mama ya SHA, mama anafaa kuwa amelipa hii kiwango, ndio itakuwa kiwango ya insurance yake itachangia katika kupata mtoto wake. I am sure wamama wa Kenya si wajinga. Wanajua kwamba nikianza kujitayarisha kupata mtoto, nitaweza kulipa hii pesa kidogo, alafu nitaweza kwenda nipate mtoto, and I'll be very well taken care of. So it is important that the government takes it seriously, na wafanye mpangilio ambako wanaweza kusave wamama wetu na watoto wetu. It is a sad story. Nimekuwa mahali kwingi, nimesikia hiyo kilio, and that is why I'm also saying as a county ningeleta mpango ambayo itaangazia na itaangalia pande hiyo
especially ya wale hawajiwezi. It's a plan that is on course. Niko na manifesto ambayo imeangazia hiyo precisely ya healthcare ya watu wa Kirinyaga. Hiyo ingine ambayo umeniuliza ambayo ni kuhusu placement of children, students. Yes, placement of children in your education wise. And I'm very happy. I want to thank wale MPs ambao nimeona wamesema kwamba kwao high school watoto wanalipa pesa kidogo, wanalipa 500. I am sure huko there must be 100% transition. Na wale wengine ambao wamesema, hata wale wamesema bure, may God bless them because wanatumia resources zao vizuri na vile inafaa. Na wale ambao wanaona kwamba hawajaanza hiyo program waende wasome kwa wale wanafanya hivyo, because I'm talking that from a place of experience, kwa sababu precisely my county iko shida kubwa. A very high percentage ya watoto wa grade 10 hawajaenda kureport kwa sababu depending on how they performed, wengine wameitwa mbali sana, and most of the schools in Kirinyaga County are developed, they are well done. Most of them have not said 100%. Na ningependa niseme kwamba it's a good challenge venye sasa wa Kenya tumeanza kuongea na tukasema we think that our children should go to school in our own places, because wa Kenya sasa ndio wameanza kuchallenge wale ambao wamekuwa lazy, wale ambao wamekuwa I don't know what they do with their money or ile plan wanafanya na hiyo pesa yao. Hata kama wanapiga kelele jamani, wanapata the same amount of money kama wale ambao wanajenga classes, kama wale ambao wana provide laboratories, kama wale ambao wamesaidia mpaka kwao wamepata kitchens, wengine wamesaidia kwao wamepata hiyo free education ya high school. So I am saying it's a challenge to wale ambao wamekuwa wamelala kazini. Sasa wakuwe challenge, tuwajue kazi kwao, waanze kujua kwamba sisi tumeanza kusema kwamba tunataka instead of quota system it should be the other way around, kwamba most of the children from your county they go to schools in your county, because I am sure kuna schools maybe in my place ambazo ziko level of national schools. Kusema kwamba that Mount Kenya was favored or there is historical injustice. So what are you doing when you've been equalized? There might be historical injustice, but now that you've been equalized for over 50 years zenye zimepita sasa, what have you done with your resources? I know CDF ilianza with about which parliament? It was about 6th or 5th parliament. What have you done with that money? Some of the people wenye wako na mdomo kubwa sana ambao wanaongea mbaya sana, I do not want to name names, but there's an MP that made me very sad who has been in parliament to approximately 40 years, I guess. What have you done with your CDF? Wale walikuwa wakati huo walitengeneza kwao. Utapata hata kwetu kuna MPs ambao they remembered with the kind of schools that they left. Wewe utakumbuka kwa na nini? Fine, historical injustice ziko hapo, lakini why do you want my child to come to a school where you have not put tapped water? Yet mimi nikiwa woman rep nilijenga boreholes in the areas of Mwea and Ndia and Gishogo where were deemed not to have water. Wewe umekuwa woman rep, wewe umekuwa katika kazi, umefanyia nini hiyo kiti ambayo unapewa? What have you dictated to help you people to make sure some of the needs, because people, it's not their wants, it's their needs that need to be met. What have you done to meet their needs? So I am actually supporting that narrative that has come up, that we must challenge wale ambao wamedecide unapewa 130 million or 200 million, mwingine wa Githongori hapa amepewa 200 million, lakini wewe badala uende Kekabro kwa shule yako ama shule yako Ambatope uende wajengee classes. I don't know what priority you're giving to that vote head ya education. What priorities are you giving to the vote head that you're given, whether it's education, whether it is whether ni vote head ya civic education, whether it's the vote head ya bursary, whether it's the whatever vote head you have, what are you doing with your vote heads? Where does that money go? Because sijaona mkirudisha.
That's the only question I'll ask such people, because you cannot be complaining out here, yet we know you're equalized. In fact, unapewa pesa mingi sana, sababu kuna pesa ingine ile inaitangwa ya asals, ile pesa extra ambayo mnapata. Governors were those areas. When our governors are building hospitals for us, what are you doing in your own areas? Those are questions that they should be answering to Kenyans, not complaining and saying there's historical injustice. What did you do? Ulijenga barabara. You know, I have seen their governors wamejenga barabara, and kongole to them, because they have realized hii mambo ni ya kujifanyia. Ukingojea national government ikufanyie, huyu ni bwana ako na bibi wengi. Mpaka hata wewe ufungue kichwa, ufungue macho, ufungue masikio, you start working, because when you are going to those people, you're not telling them you're going to tell the national government. You're telling them the kitty I am going to get from the national government, I am going to use it in this way. Kama mimi nishasema kwamba I will make sure that my kitty for healthcare is properly utilized by making sure that the people of Kirinyaga get excellent healthcare. So, what is your plan? What have you done with what you have already? Kuna wale wamepewa oversight na wamekataa ku oversight, alafu wana blame national government for what? Fanya oversight. If the person has not reached or done what they should have done with whatever money they get, the kitty that is given to county government, to members of parliament, to women reps, what have you done as an oversight person? Wow, thank you so much. And maybe Mheshimiwa, before we wrap up, what does your day look like? Please take us through your day. Oh wow, I have a very busy day every day, but I thank God these days I don't talk about waking up very early to take children to school. But I have a granddaughter, so when she was around, I used to take her to school sometimes, but now she's a little bit far from me, so I'm not able to take her to school. But I wake up quite early, because I do walks. I do a 10-kilometer walk every day, so I'll be up by 5 a.m. and then after that I will come in. I will look at my diary of the day. Most of the times I have meetings all over the place. I have meetings in different government departments, and also I have meetings in my own private office. I have meetings here in Simlo, so it depends on where I have meetings. And then once I have my breakfast, I do my meetings, mostly my classwork, because I'm still doing my research in my PhD. My research work, mostly I do it on Mondays and Wednesdays. So Mondays and Wednesdays, I'm a very busy student. And then the other days now are the ones that I plan, because now when you're an executive director or chair, what you do is you only do meetings when you're invited to, but also I follow up on several departmental meetings that we've done, some of the resolutions that we've done. I follow up to make sure I have made sure that I do look through my day diary and make sure that everything that you have resolved to be done has been done. So I also have a whole hour of communication every day. So I sit in the office, I do communications, and then once I'm done with making sure that what I've mapped out on my table, then I'll do my other things. But businesses, my personal businesses, I dedicate most afternoons to doing my personal business. I want you to look into this camera and talk to Kirinyaga people. Yes, thank you. Asante sana. Watu wa Kirinyaga ambao nawapenda sana, ambao nimejitolea tena kuja kwenyu na niombe kiti ya ugavana. Ningependa kuambia kwamba my heart is still very committed. My mind is with you, na niko na ukweli kwamba I will be coming to you nikiwaomba hiyo kiti ya ugavana. Ninaiomba ndio niweze kuwa nafanya, I deliver all my promises. I make sure that everything that I have promised
that it's an open door policy governance ambako kila mtu ataweza kufikisha maombi yake ama malalamishi yake katika ofisi langu, na itakuwa ni ofisi ya mwananchi, si ofisi ya mfanyikazi, sababu sisi tutakuwa servant leaders ambao mimi katika uongozi nitakuwa na wasikiza na waletea ile development yote ambayo mumeitisha, na ninaweza kuja tukakuwa na mjadala ambayo itatusaidia kujua kwamba what we must prioritize, na yale mambo ambayo inasukuma mwana Kirinyaga, I will make sure nimekuja kukuangalia na make sure kwamba ile ambayo umeniambia nifanye inafanyika na inakufikia. So it is service delivery with humility and with commitment. Oh, asante sana mheshimiwa kwa muda wako. Bila shaka we don't take it for granted. Thank you so much. And kwa mtazamaji wetu, hii ni Women in Politics TV, na labda wewe ni mama, uko pale nyumbani, una wazo la kuingia kwenye siasa, kuja uzungumze nasi. Hii ni Women in Politics TV. Chukua simu yako, piga nambari hii 0753828606, katika lugha ya Kimombo 0753828606. Utakuja tuzungumze masuala ya siasa ya kina mama. Hii ni Women in Politics TV. Mimi naitwa Edith.